Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani. Kwa hakika naamini umeweza kufaidika, umeweza kupata maana kubwa kabisa kuhusu suratul Al-Qadr, na pia ustadha ameweza kugusia baadhi ya sura ikiwemo sura Takathur, sura Al-Kahfi. Pia umeweza kupata vidokezo maalum ambavyo kwamba vinaweza kusaidia, lakini kabla ya hapo tungependa shekhe tuulize maswali ambayo kwamba ni Waislamu wengi ambao kwamba wameweza kutuuliza maswali haya kupitia ukurasa wetu wa YouTube katika comment, na wengine katika ukurasa wetu wa Facebook na mitandao kwa ujumla. Kwa hiyo tungependa kuuliza ustadhi katika mada hii nzima ya kuhusu sura Al-Qadr. Pengine shekhe, tungependa kujua swali la kwanza imeulizwa hapa, Qur'an ilishushwa lini? Qur'an ilishushwa lini? Ndio swali la kwanza, huku tukiendelea swali lingine inshallah. Naam. Qur'ani kushukishwa katika usiku wa Lailatul Qadri, utapata kuwa ya kwamba tulieleza kuwa ya kwamba sura hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuja kudokezea kuhusu wakati ambao kwamba imeteremshwa hii sura, nao akaeleza kuwa ilikuwa ni usiku, lakini ni mwaka gani, ni mwezi gani, katika sura hii Mwenyezi Mungu hakuweza kuelezea kuwa ya kwamba ni mwaka gani na ni mwezi gani ambao kwamba sura hii imeteremka. Baada ya kushuka sura hii, kulipita maswahaba waliishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kukateremka sura 38, ikawa hakujaelezwa ni lini imeteremka sura hii, mpaka ikateremka sura ya 64, nayo ni suratul Hadid iliyopangwa katika Qur'ani. Imekuja ni sura ya 44 katika Qur'ani. Lakini katika kuteremka ilikuja sura ya 64, nayo pia ikaja kudokeza kwa umbali Mwenyezi Mungu katika sura hii tukufu, sura ambayo kwamba ni suratul Hadid, alikuja kusema Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, tumeiteremsha katika usiku wenye baraka. Yani ukifanya kitu kichache unapata mingi. Tayib. Na watu wengi hutusumbua wanasema baraka ni nini? Na baraka pia ni vizuri tueleze baraka. Naam. Tuko na wanyama wawili, kuna mnyama anaitwa mbwa. Ndio. Na kuna mnyama anaitwa ng'ombe. Naam. Utapata boma nyingi, karibu kila boma inafuga ng'ombe. Naam. Na boma nyingi pia kama kwetu huko zinafuga mbwa. Naam. Mbwa ni mnyama ambao kwamba kwa mwaka anaweza zaa mara 3. Naam. Tumpatie kuwa anazaa mara 2. Ndio. Na akizaa anazaa watoto kama 10. Naam. Kwa uchache. Naam. Ng'ombe ni mnyama ambao kwamba anazaa mara 1 kama binadamu kwa mwaka. Naam. Lakini utapata kuwa ya kwamba pamoja na kuwa mbwa anazaa kwa wingi, anazaa mara 3 kwa mwaka. Naam. Ukiangalia mitaani utapata mbwa ni wachache na ng'ombe ambao kwamba anazaa mara 1 ng'ombe ni wengi. Ni wengi. Tayib. Naam. Tuko pamoja. Naam. Na tukiangalia bucha zetu nyingi, isipokuwa pengine ndugu zetu waliotutembelea wa China, lakini bucha zetu huku zinauza nyama ya ng'ombe, inaliwa kwa wingi. Tayib. Nyama ya mbwa hailiwi, lakini ng'ombe ni wengi kuliko nini? Wale mbwa. Mwenyezi Mungu ameweka baraka ndani ya ng'ombe, akaondoa baraka ndani ya mbwa. Ndio unapata ng'ombe ni wengi kuliko nani? Kuliko mbwa. Kuliko mbwa. Naam, mashaallah ustadhi. Sasa hapa katika sura hii naam, Mwenyezi Mungu amesema kuwa
baada ya kuteremka sura ngapi? Sura 38. 38. Ilipoteremka sura hii, Naam. hapo katikati kulipita sura ngapi? 38. Mungu hajaongelea kuhusu ni lini umeteremshwa mwezi huu. Tena ikateremka hii suratul Hadid ambayo kwamba ni sura ya ngapi? Ya 64 kumteremkia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baada ya kuonyesha kudokezea tu, tena iliteremka sura zingine 22, ndiyo ikateremka sura ambayo kwamba inaitwa suratul Bakara, sura ya pili baada ya suratul Fatiha ndani ya mswahafu, nayo ndiyo sura ya 87 kumshukia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndio ilikuja kusema shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran. Hapo ndio maswahaba wakaja kujua okay, wako Madina, washatoka Maka, ndio nao pia wanajua kuwa kumbe huu usiku wa Lailatul Qadri ni usiku ambao kwamba unapatikana fi shahri Ramadan alladhi unzila fihi alqurani, nayo ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Naam. Naam. Tayib. Naam, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, kwa hakika unaweza kufaidika na mengi kuhusu sura nzima ya Al-Qadr. Na pia swali lingine ustadhi, kumelezea Qur'an ni maneno ya Mwenyezi Mungu au ni maneno ya mtume? Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu au ni maneno ya mtume? Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambao kwamba ameyateremsha kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ni maneno ambayo kwamba yanatumika katika kufanya ibada. Kuna baadhi ya maneno ambayo kwamba yanaitwa hadithul qudsi. Hadithul qudsi ni matamshi yanatoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini maana inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nayo hadithul qudsi haitumiki katika ibada. Tukiswali huwezi soma hadithul qudsi baada ya surati al-Fatiha. Pengine ustadi, hadithul qudsi ni hadithi ya aina gani? Hadithul qudsi ni maneno ambayo kwamba anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu apate kuwaelezea waja wake maneno ambayo kwamba maneno yale hayatumiki katika ibada kama vile maneno ambayo kwamba yamekuja kuwa ni Qur'ani, kama kula a'udhu birabbin nas. Kula nyingine utupe faida neno moja au maneno mawili ya hadithul qudsi kutofautisha na Qur'an. Miongoni mwa hadithul qudsi kuna hadithi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea kwa matamshi kutoka kwake, lakini maana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anamuelezea mwanadamu huwa ya kwamba ya abdi, mja wangu, tuhibbu wa ana uhibbu, we kuna mambo unayataka na mimi pia kuna mambo nataka kama Mwenyezi Mungu. Wala yakunu, na haiwezi kuwa, au kwa riwaya au kama kala ya abdi turidu wa ana uridu, unataka mambo na mimi pia nataka, na haiwezi kuwa isipokuwa yale maneno ambayo kwamba mimi nimetaka. We kuna mambo unataka ufanye, lakini Mwenyezi Mungu pia anataka mambo we ufanye mengine, na haiwezi kutokezea isipokuwa lile ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ametaka. Hiyo ni hadithi miongoni mwa hadithul qudsi. Mashaallah. Kwa hiyo sasa kuna tofauti ya hadithul qudsi na Qur'ani. Qur'ani tunaweza itumia katika kuswali, utasoma, lakini hadithul qudsi huwezi kufunga swala ukaanza ya abdi turidu wa ana uridu wala yakunu illa ma uridu. Hapana, hiyo ndio tofauti. Naam, kwamba miongoni mwa tofauti za hadithul qudsi na Qur'ani.
Mashaallah. Na pia swali lingine limekuja hapa, anauliza kwa nini tunahimizwa kusoma Qur'ani Waislamu? Kwa nini tunahimizwa kusoma Qur'ani Waislamu? Tunasoma Qur'ani kwa kuwa ni ibada. Kuna mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia tufanye na hatufai kuuliza kwa nini. Sisi ni kufanya kama vile Mwenyezi Mungu anavyotaka. Tayeb. Na tukiendelea mwanadamu atajiuliza mbona Mungu atufiche mambo mengine? Utapata sisi kwa sisi pia kuna mambo hatuwezi ulizana. Kama yapi? Mamako alipokuambia huyu bwana hapa baba. Huwezi muuliza mama nitajuaje kuwa ni kweli huyu ni baba. Tayeb. Moja. Huwezi uliza babako, baba hebu niambie huyu mama mlianzaje ndio mkakutana? Neno la kwanza ulimtupia neno gani? Ili miongoni mwa la yusali haiulizwi. Baada ya kujua sisi pamoja na kujua hawa ni watu kutoka sehemu mbalimbali, huwezi kaa kumuuliza mzazi wako baba au mama nataka. Sasa na Mwenyezi Mungu pia ana maneno fiche ameyaleta akatuamurisha tuyafanye. Na asituambie hikima nyuma yake. Mengine ametuambia hikima ya yeye kutuambia tufanye jambo fulani. Mengine amenyamaza. Sisi tukisoma alif lam mim tunapata thawabu, lakini maana yake ni Allahu a'lam bi muradi ala dhalika. Tunaambiwa kwa Mwenyezi Mungu ndiye anajua maana yake. Aiwa. Naam, swali lingine ameuliza huyu bwana hapa akisema kwa nini Qur'an isomwe kwa Kiarabu? Kwa nini Qur'ani isomwe kwa Kiarabu? Mbona mambo mengi ya Uislamu inakuwa ni mambo kama ya Waarabu? Hii dini pengine ya Uislamu ni dini ya Waarabu au ni dini ya watu wote? Chimbuko lake hii dini ya Waarabu tu especially ama hapana? Mwenyezi Mungu Qur'ani sio kitabu cha kwanza yeye kuteremsha kwa binadamu. Ana vitabu kadhaa ameteremsha. Ana ambao fulani ameteremsha akaweka juu yake sheria yake. Inaitwa Lauh. Na kuna vitabu viliotangulia. Vilikuja katika lugha ambayo kwamba ni mbali ya lugha ya Kiarabu. Kama utapata Taurati, utapata Injili, ni vitabu vilishuka kwa lugha ya Kibani Israeli. Lugha ya Kibria wenyewe wanaita lugha ya Kibria. Na wale mitume walikuwa ni Waisraeli. Qur'ani Mwenyezi Mungu aliamua aiteremshe kwa lugha ya Kiarabu. Yaani chochote kile kilichofanyika hata kama kilifanyika kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu kilifanyiwa interpretation, kilifanyiwa translation, kikarudishwa katika lugha ya Kiarabu. Ndio ndani ya Qur'an hakuna hata herufi moja ambayo kwamba ni lugha isiyokuwa Qur'an, bali huwa Qur'an. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Qur'anan Arabia, anaiteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Sasa pale hata ukipata wa idh qalat namlatun ya ayuha namlu udkhulu masakinakum alla yaqtimanakum Suleiman wa junudu wa hum la yashurun, tunaambiwa idh qalat namla, kumbuka alipozungumza mdudu chungu, sisimizi wengine wanamuita hivyo. Je, alikuwa anaishi nchi za Kiarabu? Aliongea kwa Kiarabu ya ayuha namlu udkhulu? Hapana, aliongea kwa lugha tinamlia, kwa lugha ya wadudu chungu. Lakini kwa vile Mwenyezi Mungu ameahidi kuwa Qur'ani itakuwa kwa lugha ya Kiarabu, ikafanyiwa translation kutoka ile lugha ikaja katika lugha hii. Hata wakisema kala Nabii Musa amesema, pia si kwamba ati aliongea Kiarabu, aliongea lugha ya mama yake, lakini Mwenyezi Mungu aliahidi Qur'ani yote itakuja katika lugha ya Kiarabu. Na si kuonyesha kuwa Uislamu ni dini ya Waarabu. Uislamu ni dini ya ulimwengu mzima. Kila nabii waliopita alitumwa kwa kaumu yake, kwa kabila yake.
isipokuwa Nabii Allah Muhammad alitumwa, mwanzo wa utume wake ulikuwa ni wa kikabila kama kabila zingine. Wa andhir ashiratakal aqrabin, fikisha ujumbe huu kwa jamaa zako wa karibu. Baadaye wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tumekutumiliza wewe kwa ulimwengu mzima, hatukukutuma isipokuwa ufikishe ujumbe huu kwa ulimwengu mzima. Hapo ndo tunakonclude kwa kusema kwa kwamba Uislamu na Qur'ani ni ya dunia mzima. Mashaallah. Na mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, ulikuwa naye ni Ustadh Abdul Karim As-Swahib Musa, na mengi tulikuwa tunazungumza katika kipindi chetu cha Tadabbar, na leo mada ilikuwa ni swala nzima la kujua Lailatul Qadr, ambayo kwamba tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba nafikiri tu katika nusu ya Ramadhan, na hivi karibuni wengi ukiamini kwamba Lailatul Qadr inakuwa katika 10 la mwisho. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, tukasema leo tuweze kufahamisha swala nzima ya Lailatul Qadr, faida yake na hasa ina maana gani. Sio tu wewe ikafika 10 la mwisho ukakesha msikitini kulala na pia haujui maana wa usiku huo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, tutaomba Sheikh inshallah tutulie dua kwa wale wote wenye maradhi, wenye kuumwa, wenye wafanya biashara, na wale pia ni wanafunzi ambao kwamba wako mashuleni, na pia wale ambao kwamba hawana kazi, wanaanza kutafuta kazi, miaka nenda miaka rudi, hawajapata kufanya kazi. Leo kwa baraka ya siku hii ya leo na baraka ya Sheikh wetu ambaye kwamba yupo katika studio yetu hapa, na Mwenyezi Mungu inshallah ataweza kupia taufiki, wewe ni kuitikia tu amin. Kwa hiyo Sheikh, tunaomba tulete Fatiha na inshallah tupige dua kwa wale wote بنية القبول وتيسير كل عسير، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم علمنا التفسير والتأويل. آمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. آمين. اللهم يسر ولا تعسر. آمين. اللهم يسر ولا تعسر. آمين. اللهم يسر ولا تعسر. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. آمين. اللهم بارك لنا ليلة القدر. آمين. اللهم اجعلنا ممن يستفيدون بليلة القدر. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, kwa hakika hapo itakuwa na mwisho wa kipindi chetu Tadabbar, na naamini utakuwa umefaidika na mengi kuhusu mada ya leo. Ilikuwa Lailatul Qadr, na kuona maoni na maswali na ushauri, au ukiona chochote basi unaweza ukauliza kupitia sehemu ya comment. Ulikuwa naye ni al-Ustadh Sheikh Sayyid Karim As-Swahib Musa katika TV ya kupendwa Zamyl TV Nuru Imani. Inshallah usikose kufuatilia vipindi vijayo ambao kwamba Tadabbar, vipindi ambao kwamba vitakuja mbeleni inshallah. Kwa machache au mengi, ulikuwa naye mtangazaji wako Zamyl Al-Farshi katika TV ya kupendwa Zamyl TV Nuru Imani. Wa ila liqa.